Kwa baada ya tamko letu kurudishwa, kamati ya utendaji wametoa tamko lao ambalo kwa jinsi walivyoliangalia sakata lenyewe wakaona kwamba hakuna sababu ya kukata rufaa kwenye mamlaka za nchi, lakini pia wakaenda mbali kwamba msimamo unabaki ule ule kwamba hatuchezi mechi ya namba 184 kwetu tunadhani ilishapita. Baada ya tamko la ratiba ya ligi ikionyesha kwamba mechi ile ya namba 184 itachezwa Juni 15. Kwa tamko la bodi ya ligi linapingana na klabu. Sasa sisi kama viongozi wa matawi tumelitafakari hili na tumeona tuje kwenu kama viongozi wa matawi ili tuwe na msimamo wa pamoja. Kwanza tunaunga mkono kauli ya ama tamko la viongozi wetu kwamba hatuchezi mechi ya tarehe 15 ama hatuchezi mechi ya marejeano baina yetu sisi na Simba ambayo tunadhani ilishapita. Kwa maana mechi ya namba 184 hatutaicheza kama bodi ya ligi walivyotamka. Tumeona kwamba tulieleze hili mbele ya waandishi wa habari kwamba huu ndio msimamo wa wanachama viongozi wa matawi wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini naamini kwamba hata mikoa mingine watatunga mkono kwa hili. Wakati wanaahirisha mechi ya Machi 8 kwenye barua kwenye tamko la bodi ya ligi walieleza kwamba waliahirisha mechi baada ya kugundua kwamba kulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini pia kulikuwa na viashiria vya rushwa, na wakaahidi kwamba baada ya uchunguzi wao watakuja hadharani waeleze hivyo viashiria vya rushwa ama uvunjifu wa amani ambao vilisababisha kuahirisha mechi ya Machi 8. Cha kusikitisha kwamba kabla hata hawajaja kwa Watanzania kuwaeleza, wamepanga ratiba ya mechi. Yanga tulitoa malalamiko yetu mengi. Siku kucheza mechi hiyo ya Simba na Yanga, wakumbuke kwamba mechi ya Machi 8 mwenyeji alikuwa ni Yanga Afrika. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa kwenye mapato yale. Yanga tuliandaa mechi kwa maelezo ya viongozi wetu, waliandaa mechi ile kwa zaidi ya milioni 58. Maandalizi ya mechi ile zaidi ya milioni 58. Lakini wapenzi, mashabiki na wanachama wetu wametoka mikoa mbalimbali wamekuja kuungana na wenzao wa Dar es Salaam kwenda kusupport timu yetu. Kwa maelezo ambao waliotoa wao wenyewe bodi ya ligi, mpaka mechi inafikia kuahirishwa zaidi ya mashabiki 40,000 walikuwa washakata tiketi. Tegemeo letu na Yanga ni kwamba mapato yale yangesaidia klabu ya Yanga. Leo unatuambia unatangaza mechi ya Juni 15 kwa watu wale ambao waliwasumbua kutoka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kusupport timu yao, utegemea watakuja tena Dar es Salaam. Zile fedha ambazo waliingia viingilio siku ile, hakuna hata maelezo kama zimekwenda wapi. Yanga tunasema sisi hii klabu sio ya Engineer Harris wala Arafat. Hii ni klabu ya wanachama wa Yanga. Kwa hiyo tunawaunga mkono viongozi wetu. Tunaungana na viongozi wetu kwamba mechi namba 184 haipo. Mechi namba 184 tunasema haipo kwa sababu hatujapata maelezo. Kwanza hatujapata maelezo yoyote kwamba kanuni gani ilitumika kuahirisha mechi ile. Hatujapata maelezo kwamba wale waliofanya mpaka mechi ikaahirishwa hatua gani wamechukuliwa.
Moja ya matamko yao tena nilitamkwa na viongozi wa Simba kwamba wao hawatacheza mechi yoyote mpaka waone aliyehusika na uvunjifu wa amani siku ile anachukuliwa hatua. Leo mnaandaje mechi kwa wakati hata mtu hajachukuliwa hatua yoyote? Kwanza hatujui nani aliyeahirisha mechi, hatujui kanuni gani aliyeahirisha mechi, hatujui wale walioahirisha mechi ambao walifanya makosa wamechukuliwa hatua gani. Mnatuambia twende tukacheze mpira. Tumesema Yanga hatuchezi mechi ya marudiano ya namba 184, hatuichezi. Na hili naomba serikali yetu tukufu, hii swali limeingia bungeni juu, tumesikia bungeni. Tunawaomba viongozi wetu wa serikali watuelewe hivyo, tunaomba wanachama wa Yanga watuelewe hivyo, lakini pia tunaomba wapenda amani wote Tanzania tuelewe kwamba Yanga hatuko tayari kuburuzwa kwa hili. Tumesema kwenye tamko letu la viongozi wetu, tumewaruhusu wafanye kile wanachoona kinafaa kwetu. Hatutakwenda kucheza mechi hiyo kama wataona sisi tuna makosa, watuchukulia tu wanaoona inafaa. Tunadhani Yanga imefika mahala sasa tusimame tutete mpira wetu wa Tanzania. Yako matatizo mengi kwenye mpira wetu wa Tanzania ambao hatudhani kwamba timu ndogo kama Namungo, sijui Geita Gold, sijui Biashara hawezi kusimama kupambana na haya mambo. Kwa hiyo Yanga tumeamua safari hii tusimame tutetee soka la Tanzania. Wale iko siku watatuelewa kwamba nini maana yetu. Kwa sasa kuna wachambuzi ambao wanatukera, wanatuponda, lakini iko siku watajua kwamba Yanga walikuwa na nia gani. Kwa hiyo niwaambie, tunaungana na viongozi wetu wa klabu kwa maana tunacheza mechi. Lakini sasa tunataka tulitoe kwao. Hiyo ni agenda ya wanayanga wote. Leo tumekaa matawi mkoa wa Dar es Salaam baada ya kamati ya utendaji kutoa tamko. Lakini tuna chombo cha mwisho ambacho ni mkutano mkuu. Sasa tunawaomba viongozi wetu, tunaandaa orodha yetu. Tunaanza na orodha hii ambayo tumeingia leo hapo. Hawa ni wajumbe halali wa mkutano mkuu. Tunahitaji tuunganishe nguvu na nchi nzima. Katika katiba ya Yanga inatuelekeza kwamba mkutano mkuu wa dharura aidha utaitishwa na kamati ya utendaji ama itaitishwa na wanachama kwa ombi kwenda kwenye kamati ya utendaji. Leo tunatamka rasmi kwa sasa, tunaiandikia rasmi kamati ya utendaji, tunahitaji mkutano wa dharura. Kuanzia leo mpaka tarehe 15 Juni ni siku ambazo zinatosha kabisa kuwa na mkutano wa dharura kikatiba. Katiba inaeleza kwamba ili mkutano wa dharura upatikane lazima utangazwe kwa siku zisizopungua 15. Kwa leo tarehe 10 tunatenga siku 5 za maandalizi. Tutawapelekea kamati ya utendaji barua kupitia kwa mtendaji mkuu wa klabu ambayo ina orodha ya wanachama wa Yanga ambao wako hai, ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu, ili tupate mkutano wa dharura. Tulitoe hili kwao liwe ni agenda ya mkutano mkuu wa dharura wa Yanga. Na kwenye katiba yetu imetuelekeza mkutano mkuu wa dharura utakuwa na mamlaka sawa na mkutano mkuu wa klabu. Kwa tutakachokiamua pale ni maamuzi halali ya wanachama wa Yanga kupitia mkutano mkuu. Kwa ni watoe wasiwasi, tumedhamiria kwamba kwa hili haturudi nyuma. Na tunaomba viongozi wetu kama walivyotoa maelekezo matamko lao wasije wakatokea tena kurudi nyuma. Hatuchezi mechi na hatutacheza mechi. Niwaombe wanayanga, tuna mechi 3 za kumalizia ligi. Tuna mechi moja ya CRDB na tukipita tutakuwa na mechi nyingine ya finali. Kwa maana tuweke kama tuna mechi 5 kumaliza msimu. Tuendeni tukasupport timu yetu kesho kutwa Jumanne pale KMC. Tuendeni kwa nguvu tukasupport vijana wetu. Lakini tukitoka hapo tuendeni Tanga tarehe 18. Tuendeni Tanga tukasupport timu yetu. Tukipita hapo tuendeni Mbeya kwa ratiba yao walivyoipanga. Tutakwenda Mbeya sababu kumalizia hapa na Dodoma jiji. Wale ambao vikundi vya usafiri vyote kuanzia kesho kutwa KMC
magari yenu yote wekeni mabango hatuchezi. Tunakubaliana kwamba hapa kuna vikundi vya kwenda mikoani kusupport timu. Grupu admin, ulipo tupo, first class, Yanga Fahari yetu. Tunahitaji magari yote hatuchezi. Mwisho nimkaribishe mwenyekiti wa baraza la wazee naye aweze kuongea machache ili turudi kwenu na ninyi mtoe maneno yenu mawili matatu tumalize kikao chetu na waandishi wa habari. Karibu. Yanga wewe. Yanga wewe. Ndugu viongozi wa matawi, waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni kioo cha jamii katika kuendeleza michezo katika nchi hii. Pasipo nyinyi waliokuwa mbali taarifa hizi ziwafikie. Ni mategemeo yetu kwamba wale waliokuwa mbali zitawafikia. Mratibu ametiririka vipande vingi, yani leo kanifilisi. Lakini mimi nitakuwa na machache kidogo kuongezea alichosema mratibu. Kwanza ni watoe wasiwasi viongozi wa matawi kwamba TFF ni taasisi iliyosajiliwa kama klabu ya Yanga, na wote tumesajiliwa kwenye nyumba moja chini ya sheria ya Baraza la Michezo ya 1967, na ndio maana kuna msajili wa vilabu na taasisi mbalimbali. Lakini lingine, walioko wengi waliwasikia wabunge au mchambua vya kutosha, lakini sio kama pale waziri yeye alikuwa hana neno la kusema. Nadhani aliongea kiutu uzima, akasema hivi, mambo ya jandoni huwezi kuyatoa hadharani. Ina maana kuna mambo aliyaona, aliyobaini, kwa sababu waziri yule ni mwanasheria. Lakini bado ana chombo chake kingine ni cha baraza lilopewa jukumu la kuchakata vitu mbalimbali. Tuungane na viongozi wetu na kwamba sasa kwa viongozi kwenye kamati ya utendaji, hili sio jambo la kwao, kwa sababu sisi ndo waajiri wa viongozi. Sasa wenye mali tunasema tupeni wenyewe tuwasaidie mzigo huu. Tunawasaidia vipi? Ndio maana mratibu akasema tunahitaji mkutano wa dharura. Na mkutano huu wa dharura kwa mujibu wa katiba ya 2021 unapatikana kwenye ibara ya 22 inaongelea mkutano wa dharura. Lakini mkutano wa dharura huu una vipengele viwili. Kuna cha 5 kinahusu kamati ya utendaji, cha 6 kinatuhusu sisi wanachama. Endapo mkutano ule utaandaliwa na kamati ya utendaji, wao ndio wataandaa ajenda kuleta kwenye kikao. Tukija kwenye ibara ya 6 tukiomba kwenye kipengele cha 6 kiomba na wanachama ndio watakayopanga ajenda ya kikao. Kwa maana basi tuitumie nafasi hii ya kuomba ili ajenda ya mkutano ule tuiandae sisi ili kutoa kitu kinafaa kwa maslahi mapana ya Watanzania na wapenda michezo kwa jumla. Lakini kubwa la msingi ndani siko tuligusia hapo, tukasema jamani, si hivyo tu. Pamoja uongozi umepeleka kesi mahakama ya soka CAS, sisi tunayo haki ya kufungua kesi hapa ndani mahakama za kawaida. Ieleweke, FIFA kama FIFA wanasimamia sheria 17, si masuala ya kiutawala. Kwenye utawala kuna vitu vingi. Sheria 17 zinahusu kwenye pichi. Endapo mchezaji kama mchezaji anafu vibaya mwenzie kafa, kadi nyekundu kwa hukumu yake. Kama unavyoona mchezo wa ngumi, vibali vinatoka wizara ya mambo ya ndani. Ina maana wale washakubaliana, endapo hata kama atakufa kayataka mwenyewe. Na ndio maana hapa alikufa bondia wetu mmoja aitwa Anthony Ndaki.
alipigwa na Mzambia anaitwa Charles Libondo, kukawa hakuna kesi. Lakini kwenye utawala kuna kesi, na ndio maana ndani ya FAT TFF wapo viongozi wamekwenda jela kwa kufuata sheria za ndani. Nadhani sina haja ya kuwarudia, wengi mnawajua, na wengine viongozi wa vilabu walikwenda jela kwa sheria za ndani. Hii inatupa fursa kufungua kesi na tutapata haki yetu ya msingi. Lakini baada ya kikao hiki au tunategemea mkutano utakuja, wapo wanaweza kusubiri na wapo wanaweza kusema jambo hili kwani tusubiri. Nayo haki ya kufungua kesi mahakamani ya madai. Lakini nafikiri mwisho, lungu la mwisho, lazima twende mahakamani tukasimamishe. Hakuna kutangaza bingwa mpaka uchunguzi uliosema bodi ya ligi utolewe hadharani kama mbelewe. Nasema hivi, kama hatuna budi ili kuona haki yetu inatendeka, ni kwenda mahakamani kuzuia asitangaze bingwa mpaka ukafafanuzi uliosema bodi ya ligi utoe hadharani. Waliongea vitu viwili, wakasema kuna dalili viashirio vya rushwa. Sasa tupate taarifa kutoka TAKUKURU aidha bodi ya ligi kwamba fulani na fulani wanatuma kutoa rushwa, tumewakamata kwa mahakamani. Mbili, walisema kuna uashiria uvunjifu wa amani. Tunajua usalama wa nchi uko kwenye jeshi la polisi, inausema usalama wa raia na mali zake. Sasa pia watuletee, je, wao wanataka Yanga na Simba turudiane? Yanga ndo wasilika wa hii kesi, na ndio kata tiketi ni wanachama wengi wa Yanga. Je, uvunjifu hautakuwepo au sasa wanataka kututia kwenye uvunjifu? Yanga kama klabu sisi ndio walinzi wa amani wa nchi hii. Maana ulinzi wa Tanzania, kila Mtanzania ni mlinzi wa nchi yake. Hatuwezi kuona kwamba watu wachache wanataka kuleta vurugu kwa kisingizio kutumia klabu yetu. Ili tuondokane na hilo, tukazuie asitangazwe bingwa mpaka ufafanuzi wa kisheria utoke, au waje mahakamani waje watuthibitishie fulani fulani ametoa rushwa, fulani na fulani amekuja hivi. Hiyo ndio uvunjifu wa amani. Hakuna mtu aliyopigwa, aliyonyanyaswa wala nini. Lakini ifahamike, kuna watu wametumia gharama kubwa, wametoka mikoani, wametoka nje ya nchi, watu wamekata tiketi, hao wanalipwa na nani? Kwa kuwatetea ni sisi wanachama wa Yanga, tuwatetee wapenzi wetu wa Yanga, ili tulinde heshima ya mpira wa Tanzania. Tusijali eti kwamba kuna mashindano mfukoni, tusijali, kwanza tukadai haki yetu ya msingi. Lazima baada ya kikao hiki, kikao tutachokuwa hata kama kingine bado, twende mahakamani tukaweke zuio. Asitangaze bingwa mpaka tupate ufafanuzi wa tuhuma zilizotolewa. Yanga oye! Yanga oye! Haima mbele! Haima mbele! Asante. Mmekuja hapa kwa maana ya kupata taarifa sahihi kutoka kwa viongozi wa matawi ambao tumekutana leo hii kwa ajili ya kuazimia, kama alivyotangulia kuzungumza mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee wa Yanga Tanzania.
Kikubwa ni kwamba sisi kama viongozi wa matawi tulichoazimia na tulichokubaliana, tuna uhitaji mkutano wa dharura. Mkutano wa dharura kama ilivyoelekeza katiba yetu kwenye ibara ya 22 kipengele cha 6, ambacho sisi ndio wahusika wakuu kwa maana ya wanachama, ndicho kitakachotupelekea kwenda kupata mustakabali wa hatima ya dabi ya Dar es Salaam. Sisi ndio wanachama. Young Africans ni klabu ya wanachama, si klabu ya kikundi cha watu au si klabu ya mtu, ni klabu ya wanachama. Na kwa mujibu wa katiba yetu, maamuzi ya mwisho ya klabu hii yanatolewa na wanachama wa Young Africans. Hayo ndio maamuzi ya mwisho. Tunaweza tukaielekeza kamati ya utendaji, tunaweza tukamwelekeza mtendaji mkuu, lakini atakayoazimiwa na mkutano wetu sisi wanachama, hakuna mtu mwingine yoyote atakayekwenda ni mpaka mkutano mwingine utakao kwenda kubatilisha kile tutakachokwenda kukiamua. Sasa zimetokea kadhia nyingi sana kwenye mpira wetu. Yapo malalamiko mengi, watu wanataka tupimane ubavu, kwa maana ya kwamba nani mkubwa kwenye mpira wa nchi. Sasa sisi Young Africans tunakwenda kuyaamua ndani ya mkutano wa dharura. Tunakwenda kuyaamua kwa maana ya kwamba tunakwenda kukomesha uhuni kwenye mpira wa nchi. Tumesema uhuni kwa sababu uhuni hauwezi kuvumilika. Ni lazima watu wenye weledi, watu ambao wanafuata misingi ya kanuni, sheria za mpira wa taifa hili, tunaposema uhuni hapana, maana yake tumedhamiria kukomesha uhuni huu. Haiwezekani klabu moja kwa utashi wake wakatoa taarifa usiku wa manane, alafu bodi kupitia kamati yao ya masaa 72 ikaja kuridhia jambo lile masaa mawili kabla ya mchezo kuchezwa. Huu ni uhuni ambao sisi Young Africans hatuwezi kuvumilia. Hatuwezi kuvumilia kwa sababu katika barua yetu ya mwanzo kabisa ambao viongozi wetu walitoa taarifa ya kutocheza tena dabi, ukiacha hii taarifa ya mwisho, ni kwamba hakukuwa na sababu zozote za kikanuni ambazo zipo kwa mujibu wa kanuni zilizotengenezwa na vilabu na kusimamiwa na bodi ya ligi, ambayo ilielekeza mechi ile kufutwa. Kwa hiyo kama hakukuwa na kanuni, kilichofuta mechi ile ni uhuni ambao sisi Young African tunasema sasa basi. Tumerejea, yametoka matamko mengi, watu wengi wamesisitiza kutaka kujuzwa ni kanuni ipi iliyopelekea mechi ile kufutwa. Lakini kumekuwa na kigugumizi, kumekuwa na ngonjera nyingi, kumekuwa na mikwala mingi, kumekuwa na matamko mengi ya kibabe ambayo mwisho wa siku yote haya tunasema sisi ni uhuni kwenye mpira wetu. Sasa sisi mkutano mkuu wa dharura wa wanachama Young African tunakwenda kukomesha uhuni huu ambao mamlaka ya juu kabisa ya mpira wa nchi itakwenda kujua kwamba Young Africans wamesimamia misingi ya kanuni na sheria za mpira kama zinavyotaka. Sasa tunaposema kwamba tarehe 15 hatuchezi, tunamaanisha, maana yetu ni kutaka kutokomeza uhuni kwenye mpira huu. Sasa upande wa pili ambao ndo wanufaika wa uhuni huu ambao tunaukataa, wanaimba, tunasikia ngonjera zao, tunasikia mapambio yao kwamba tunawakimbia. Cha kwanza kabisa, tunawatakia kila laheri, tukutane fainali ya CRDB ili tuwaonyeshe kwamba sisi ni wakubwa kwenye mpira wa nchi. Na tunawaambia, najua wanajipanga, najua wanasaidiwa kwenye mipango yao. Tumeona mechi nyingi sana wakisaidiwa. Tunawaambia hao wanaowabeba wawasaidie kwa kiwango ambacho wao wanaamini ni cha juu mno, lakini wakifika fainali ya CRDB tutawaonyesha kwamba sisi ndio wakubwa wa mpira kwenye taifa.
Tunayazungumza haya kwa sababu klabu yetu Young Africans tulichagua viongozi sahihi, viongozi vijana. Mwenyezi Mungu ametujalia tumepata wadhamini, sponsors ambao wanaakisi ukubwa na uweledi wa viongozi wetu, wamewekeza kwenye timu. Leo hii kila kukicha watatafuta mchezaji huyu, watatafuta mchezaji huyu ili tu walinganishe na wale wachezaji bora ambao sisi tumewakusanya kwenye klabu yetu. Kwa hiyo sisi mtaji wetu kinachotufanya tutambe, kinachotufanya kwamba sisi tuwe mabingwa wa nchi kwa muda mwingi ni kwa sababu uongozi wetu umewekeza kwenye timu, si ndivyo? Leo hii nchi ina Pacome mmoja tu, haiwezi kuwa na Pacome wawili. Nchi ina mwamba wa Lusaka mmoja tu ambaye yuko Young Africans, si ndivyo? Nchi ina Maxi Zengeli mmoja tu, hawawezi kuwa wawili, ndivyo? Nchi ina daktari wa mpira mmoja tu. Nchi ina screen protector mmoja tu. Mwisho wa siku hawa ninaowataja tumeona kuna baadhi ya mechi tumewakosa, lakini mwisho wa siku Young Africans imekwenda kukusanya pointi 3 na mpira mkubwa ambao kila Mtanzania leo hii anatamani kila weekend Young Africans icheze. Kwa hiyo hizi ngonjera, haya mapambio ambayo wao wanajinasibu, sisi tumewafunga wao mara nyingi kuliko klabu nyingine yoyote kwenye taifa hili. Sisi ndo mabingwa wa taifa hili mara nyingi kuliko klabu nyingine yoyote. Hatujawahi kuwa na uoga wa kucheza na huyo anayejitamba siku yoyote, mwaka wowote. Hatujawahi kuwa na uoga huo, tukiwa na hali nzuri ya kifedha, tukiwa na hali mbaya ya kifedha. Sisi sote ni mashuhuda. Naamini saa hizi wanatamba kwa sababu walishiriki kwenye ule uhuni ambao leo hii wanaimba mchana lakini usiku usingizi hawapati. Siku akasema hawa tunacheza, itakuwaje? Sasa sisi tunawaambia wao ni mwembe wetu wa uani, tunawafunga tutakavyo, tunawafunga muda wowote. Ngoja tumalize jambo la kutokomeza uhuni kwenye mpira wa nchi hii, wao tutakutana nao. Lakini kama wana haraka ya kupata kichapo chetu, basi tukutane nao CRDB. Alafu baada ya hapo tuwaachie tena mlango wa kuendelea kuimba nyimbo zao za mapambio zidi ya Young Africans. Sisi ni klabu kubwa na ukubwa wetu unaakisi katika kila engo katika taifa hili. Sisi ndo waasisi wa uhuru wa nchi hii. Sisi ndo waasisi na ndo tunaolinda amani ya nchi hii. Sasa ambacho tunawaambia wahuni wa mpira wasitujaribu. Wanakwenda kwenye uchaguzi mwezi wa 8, wasitake tuuharibu uchaguzi wao. Tunakwenda kwenye uchaguzi wa nchi mwezi wa 10, wasitake tuuharibu uchaguzi wa nchi hii. Tunahitaji tulinde amani. Amani inalindwa kwa wale tuliowapa dhamana ya kutuongoza kufuata kanuni, sheria na miongozo waliojiwekea kwenye kuongoza mpira wa nchi. Kwa hiyo na wahitaji wana Yanga nchi nzima, naamini hili tamko la mkoa wa Dar es Salaam, wajipange. Tumetoa siku 5 mpaka 7 kwa ajili ya kukusanya saini na namba na majina ya wanachama ambao ni wanachama hai ambao wanakidhi matakwa ya katiba yetu. Watajiorodhesha, majina tutayachukua kwa maana yupo mratibu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mbobezi kwenye mambo haya. Tutapeleka barua yetu kwa katibu mkuu wa klabu yetu kwa maana ya mtendaji mkuu Andrew Mtine, ili aipeleke kwenye kamati ya utendaji kuomba ili ombi letu ambalo sisi viongozi wa matawi kwenda kwa wanachama wetu tumelipeleka mbele yao. Tunauhitaji mkutano wa dharura ili tukakomeshe uhuni wa mpira katika taifa letu. Ndugu zangu, kwanza ni washukuru, lakini tumetembelewa na mratibu wa Pwani Kusini. Huyu ni mwenzetu kutoka Pwani Kusini. Baada ya kimoja wasalimie watu. Yanga oye!
Kwa majina naitwa Omari Juma Mnyakaya, ni mratibu wa kanda ya Pwani Kusini. Kwanza awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuhudhuria sehemu hii ya leo kwa ajili ya Yanga yetu. Kwa kuwa nimepewa kusalimia tu, na mimi niseme katika ule uratibu wa wanachama, basi na sisi kule pia Pwani Kusini tutaandikisha wale ambao tutaungana katika kuomba mkutano mkuu wa dharura. Lakini niseme Tanzania nchi yenye amani na iko shwari. Sisi kama Yanga tunapenda hii amani iendelee. Kwa hiyo naamini kwa dhati hiki kinachoendelea katika taifa letu, viongozi wenye haki na mamlaka ya kuilinda na kuisimamia amani hii wanakiona. Niombe na nisisitize, jambo hili si dogo kama linavyoonekana machoni mwa watu. Niombe serikali, ingawa serikali haiingilii mpira, lakini iangalie namna ya kuona namna gani tunaliendea swala hili. Asanteni sana. Nikushukuru mratibu wa Pwani Kusini. Tunaye mwakilishi ambaye ametumwa na mratibu wa Morogoro, ndugu yangu Mhagama. Naomba dakika mbili wasalimie. Yanga wewe. Daima mbele. Nyuma miko. Naitwa Edward Mhagama, ni katibu wa tawi la Yanga Morogoro mjini. Alikama sinione nimevaa shati la ubatizo. Mimi nimekuja na kwanza na neno moja tu kwamba hatuchezi. Mechi ya dabi ilishapita, kwa hiyo nimekuja na ujumbe kwamba hatuchezi. Lakini pia nimpongeze mratibu wa Dar es Salaam pamoja na wazee kwa kuitisha kikao hiki cha dharura, lakini pia kwa kauli moja na sisi tunaunga mkono wazo la kuwa na mkutano mkuu wa dharura. Tunahitaji mkutano mkuu wa dharura kwa ajili ya kutoa maamuzi ambayo yataweka heshima ya klabu yetu. Nadhani mpaka hapa tulipofikia, ndugu zangu, mimi naamini viongozi wanafanya kazi kubwa sana. Mpaka wanatoka na maamuzi haya, wamepitia shuruba nyingi sana. Kwa hiyo mpaka tunakaa pale juu kwenye kuongoza ligi, ninaamini kuna kazi kubwa imefanyika, na sisi mara nyingi tunalalamika kwenye mitandao kwamba tunaonewa, viongozi hawasemi. Sasa huu ndio wakati wa kuonyesha kwamba tuko nao. Baada ya kusema haya, ndugu mratibu, nakushukuru sana. Ndugu zangu, tuliahidi kwamba tutapata watu wawili huku ama watatu. Kwa majina anaitwa Elizabeth Erasto, naishi Kinondoni. Kauli ni moja, hatuchezi. Kitu pekee nilichosahau kuambia, haya makofi kwa upande wangu mimi naomba msinipigie kwanza. Mpaka hili swala litakapotimia na likafanyiwa kazi, tutaitana kwa ajili ya kupigiana makofi. Tunatakiwa kutambua kwamba bila sisi klabu ya Young Africans haiwezi kuwepo. Viongozi tumewapa dhamana, wanapitia wakati mgumu kwa kile kinachoendelea, na pengine haijalengwa klabu ya Young Africans, amelengwa kiongozi mmoja aliyepewa kiti pale CAF. Ni uhuni unaoendelea kuongoza mpira wa Tanzania. Tunahitaji kukomesha uhuni, kwa sababu haya mambo yamekuwa yanakera na kuwaumiza watu wengi, wadau wa mpira ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sasa hivi aliingia rais wa TFF, alikuta katiba ya TFF inasema unatakiwa kukaa madarakani miaka 4, unaongeza 4, inakamilika 8 unatoka. Yeye kabadilisha, anakuambia unaruhusiwa kugombea milele.
Sasa hivi anagombea yeye, hana mpinzani. Inatakiwa tuambatane sisi kumtoa madarakani kwa sababu hatuna imani naye. Hawezi kutongozea mpira kihuni, na wakati sisi Young Africans tulioanzisha gurudumu la mpira Tanzania tupo tunaangalia uhuni unaoendelea. Yangu ni hayo, mwisho napenda kusema hatuchezi. Dabi hatuchezi ngo. Nimeipata hiyo kauli kutoka kwa babangu. Hayo makofi yaacheni. Tutaitana siku moja kupigiana makofi hili litakapokamilika. Wale viongozi wanaoratibu safari kuelekea Tanga na kikao chetu baada ya hapa, kwa naomba mbaki. Hatuchezi. Hatuchezi.